Katika hali ya furaha kubwa na imani ya Kikristu, waamini wa jimbo kuu Katolika la Lubumbashi walimpokea kwa shangwe kubwa Makamu Askofu Jean-Marie Vianney Musul Musas siku la Jumapili tarehe 31 mwezi wa 5 2026 katika uwanja wa kanisa kuu la watakatifu Petro na Paulo. Waamini wengi waliinua mikono yao juu wakionyesha furaha yao na kumkaribisha askofu msaidizi wao mpya. Wakati wa maandamano ya liturgia, Baba Askofu Jean-Marie alibariki waamini waliokuwa wamekusanyika kwa wingi kushiriki katika ibada hiyo ya kihistoria. Akiwa amezungukwa na maskofu wengi waliotoka sehemu mbalimbali, Baba Askofu Jean-Marie Musul Musas aliongoza misa takatifu lake la kwanza baada ya kuwekwa kuwa askofu. Katika sherehe hiyo walikuwepo pia viongozi mbalimbali wakiwemo rektari wa chuo kikuu cha Lubumbashi, viongozi vya chuo kikuu cha Bienheureux Anuarit, pamoja na viongozi wengine wa kisiasa na kiutawala. Katika mahubiri yake, Baba Askofu Jean-Marie alifundisha kuhusu fumbo la Utatu Mtakatifu. Ndugu wapenzi katika Kristu, amani, furaha. Sherehe ya Utatu Mtakatifu ambayo tunashangilia siku ya leo ni fumbo kubwa la imani yetu na inatualika kumtazama Mungu aliyejifunua na kujitambulisha kwetu kama Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Utatu Mtakatifu ni fumbo lenye kutufunulia mfano wa maisha ya Mungu. Bwana Mungu wetu aishi katika upekee, lakini anaishi na kukaa katika mapendo, umoja, ushirika, ujamaa, na anatualika tuingie pia katika maisha yake kupitia ubatizo tuliopokea kwa njia ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kama vile Mungu ni mapendo, umoja, ushirika na ujamaa, sisi wote tunalikwa na tuliumba kwa sura yake na kubatizwa katika Utatu Mtakatifu. Tunapaswa kuishi pia katika mapendo, umoja, ushirika, undugu na ujamaa. Na sasa itawatolea namna tatu ya hiyo mfano. Namna ya kwanza ya kuishi kadiri ya mfano ya Utatu Mtakatifu ni kukataa kuishi katika upekee na kujikaza kuishi pamoja na kutembea pamoja na wengine, ijapokuwa tofauti ya ukabila, lugha, rangi au ya kisiasa. Mapendo na ushirika ziko ndani mwetu kama zawadi ya kweli ya Mungu. Pia inatualika kwa msaada wa Roho Mtakatifu kupokea hiyo mapendo na kuyashika na kuyagawanya na watu wenzetu. Ndugu wapenzi, tusijitenge na wenzetu. Kama vile Mungu ni neema, tuwe watu wenye kuleta neema kwa wengine. Kama vile Mungu ni upendo, tupendane bila ubaguzi wa kabila. Kama vile Mungu ni ushirika, tuishi undugu kati yetu katika amani, huruma na masikilizano. Ndugu wapenzi, kuishi kadiri ya mfano ya Utatu Mtakatifu ni kujiachilia mbele ya Mungu ili ageuze maisha yetu. Ni kupokea mapendo ya Baba.
kuwa mfasi wa mwana wake na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Basi Roho Mtakatifu afungue mioyo zetu na kuitakasa na atufundishe kupendana kama vile Mungu anatupenda, ili tuwe washahidi wa ukweli wa mapendo yake hapa duniani. Amina. Baba Askofu Jean-Marie Vianney Musul Musas alimshukuru Mungu, kanisa la Lubumbashi, maaskofu, mapadri, viongozi mbalimbali na waamini wote kwa mapenzi mazuri aliyopokea. Waamini wa Bwana, shalom. Neno fupi ya shukrani. Shukrani yangu ni kwa nini wote, kwanza kwa baba maskofu wote walifika hapa kwa kuweza kunisindikiza. Shukrani kwa mapadri, mabikira, wakuu wa serikali na kwa nini wote wa Kristo, hasa zaidi kwa zawadi yenu yote mlionitolea na mtaendelea kunitolea. Kisha wengine wanasema kwa sababu lisema ulipokea kwa bure, manake bila utapokea utatupatia vyote kwa bure. Jana nilisema vizuri ya kama sio tu vitu vya bure, lakini ya lazima ni vitu vya imani. Tumepokea huruma, tumepokea mapendo ya Mungu, tumepokea mafazila yote, neema. Ni ile zaidi ya kugawanya ili kweli maisha yenu ionekane ya kama kweli nanyi mnampenda Mungu, ili kweli ufalme wake ukae kati yetu. Yo baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi siku zote.